kwa sababu tulifanya culture lakini mwisho tukaharibu, tukaita muimbaji kinyume na utamaduni wetu. Mithanana hii yao ni kinyume na utamaduni wetu, na malalamiko niliyoyapata mimi kutoka kwa watu wetu Amu ni kwamba culture ya mwaka jana kulitokea talaka zisopungua 6. Watu walipewa talaka wakawatwa kwa sababu waume waliwakataza wake zao wasitoke kwenda kwenye sherehe hii ya uimbaji, na watu wakaweka shuruti hiyo kwamba ukitoka talaka, na watu wakatoka wakenda na talaka zikapita. Hayo malalamiko nimeyapata, na malalamiko mengine ni kwamba vijana zetu au wanawake zetu pia nao wana kasoro zao, wana makosa yao wanafanya, hawendi pale kwa adabu na heshima, wakasimama tu kuangalia angalau yangalikuwa haiyambo, lakini huingia wakateza, wakatenda ziuno mbele za watu, ambao ni mambo kwetu sisi utamaduni zile kwetu hakuna, ni aibu. Isiwe ni furaha ya zita, basi imeelekea kwamba ni furaha ya zita. So mimi nimepata malalamiko kwa ndugu zangu hawa Council of Imam walioko Amu kwamba wamejaribu kufanya appointment kutaka kumuona wanaohusika, na wengine wanasema ni kumuona governor, hawakukubaliwa au hawakupata appointment ya kumuona. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana. Tunaona kuwa sherehe za culture zimekurubia katika maeneo ya Lamu. Labda ombi lako Sheikh Abu Bakar kwa viongozi wale ambao wanaosimamia masala ya culture na kwa waamu wote kwa jumla, na kwa wale ambao watakao kuhudhuria sherehe kama hizo, ombi lako ni gani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa as'adallahu awqatakum insha Allah. Haya masala ya culture, kusema kweli culture Amu haikuwa ndayo, imeanda kitambo sana. Na ilikuwa maana ya culture ni ule utamaduni wetu, ndio culture. Sasa utamaduni wetu ni kila asili ya kufanywa hii culture ni kuonesha utamaduni wetu. Utamaduni wetu wa Kiamu, sura ni yuwa mimi na sura niloona hao walioandisha mambo haya ya culture, ilikuwa ikisikilia mahali pa watu kupumbazwa kwa nyimbo au kwa tarabu. Mimi nakumbuka wakati mmoja tuliwahi kumweta Zainal Abidina kwa sababu ndio culture yetu. Baada ya hapo wenye kutayarisha culture safari nyingine walieta waimbaji kutoka Morocco ambao wakaimba nyimbo za kitamaduni ya Kiamu na mavazi yao, wakionesha ile mandhari ya hasa ya Amu. Alafu mara nyingine tena kumefanywa wakaimba wenyewe vijana za Mui pale. Tuna tarabu zetu watu kutoka Matondoni, kuna tarabu za kutoka pande za Siwani huko. Sasa malalamiko yalijitokeza hivi sasa ni kwamba mwaka jana ilifanywa culture lakini ule utamaduni wetu haukutumika, kwa sababu tulifanya culture lakini mwisho tukaharibu, tukaita muimbaji kinyume na utamaduni wetu. Mithanana hii yao ni kinyume na utamaduni wetu. Mimi bado siangalia kwenye masala ya halali na haramu, lakini ni kinyume na utamaduni wetu. Na malalamiko niliyoyapata mimi kutoka kwa watu wetu Amu ni kwamba culture ya mwaka jana kulitokea talaka zisopungua 6. Watu walipewa talaka wakawatwa kwa sababu waume waliwakataza wake zao wasitoke kwenda kwenye sherehe hii ya uimbaji, na watu wakaweka shuruti hiyo kwamba ukitoka talaka, na watu wakatoka wakenda na talaka zikapita. Hayo malalamiko nimeyapata, na malalamiko mengine ni kwamba vijana zetu au wanawake zetu pia nao wana kasoro zao,
wana makosa yao wanafanya, hawendi pale kwa adabu na heshima, wakasimama tu kuangalia, angalau yangalikuwa haiyambo, lakini huingia wakateza, wakatenda ziuno mbele za watu, ambao ni mambo kwetu sisi, utamaduni zile kwetu hakuna, ni aibu mambo kama yale kwetu sisi. Na sasa wametoka hawa Council of Imam kuiomba kamati inayohusika na mambo haya ya culture, mara hii wajaribu kuepuka kumweta yule mwimbaji kutoka Tanzania ambaye ni kinyume na utamaduni wetu. Ikiwa tunataka waimbaji pia kutoka Zanzibar, wako waimbaji wa utamaduni zetu kufanana na tamaduni zetu za Kiamu kabisa. Kuna zile Akhwani Safa iko mpaka sasa kule Zanzibar, ambayo kwamba yaimba nyimbo za kitamaduni, na tamaduni zetu na Zanzibar zafanana. Ingekuwa hawa wenye kutayarisha haya mambo ya culture wengewaita wale, mpaka mavazi, wale mavazi yao huvaa kandu na koti na kofia, na wakaimba nyimbo za heshima, nyimbo za staarabu. Lakini sasa mimi naona, natoa mwito na naomba kwa wahusika, tusilete chuki na kuleta suitafahumi katika jambo hili, sababu hili ni jambo la furaha. Sote tufurahi kwa pamoja, isiwe ni furaha ya zita, basi imeelekea kwamba ni furaha ya zita. Sababu mimi nimepata malalamiko kwa ndugu zangu hawa Council of Imam walioko Amu, kwamba wamejaribu kufanya appointment kutaka kumuona wanaohusika, na wengine wasema ni kumuona governor, hawakukubaliwa au hawakupata appointment ya kumuona. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana, na sisi ni ndugu, sisi ni kitu kimoja. Isiwe tofauti ndogo kama hii ya muimbaji ikaita baina yetu husma na chuki na kulaumiana pasina sababu. Mwito wangu ni kwamba mpaka sasa bado hatujachelewa, na waomba waandalizi wa culture ya Amu, tafadhalini badilishani huyu mwimbaji huyu ambaye kwamba hatakikaniki. Manake wanaozungumza ulama wetu wasema kuna madhambi makubwa katika mambo yanayofanyika pale, na si vizuri kwa tutaendelea kuzifanya dhambi kama hizo. Kuna vijana pale Amu hupiga kasida, waweza kuetwa. Kuna nyimbo zetu za kawaida, senti zile ambazo kwamba zitatoka kuwapa waimbaji. Kuna zama za kuimba pande za Rasini, pande za Matondroni, nafikiri Amu pia wako. Basi tuweza kukava kwa hapo, lakini huyu ambaye kwamba ni pingamizi kwa umma asietwe kuimba. Hilo ndilo ombi letu. Tuomba kwa heshima na taadhima na kuwa nasih wenye kuandalia jambo kama hili liwe ni jambo la furaha kwetu sote, lisiete suitafahumi wala lisilete chuki yoyote. Shukran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.